Kamati maalum ya kuboresha utendakazi wa kaunti ya Nairobi sasa inasema itatenga shilingi bilioni 25 kusaidia katika kushughulikia miundo msingi hapa jijini. Gavana Johnson Sakaja aliongoza kikao cha kwanza cha kamati hiyo. Amesema pesa hizo zitasaidia kushughulikia miundo msingi ambayo imesababisha kufurika mara kwa mara hapa jijini Nairobi. Huku shughuli za uokoaji wa mafuriko ya Ijumaa yaliyosababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali ikiendelea jijini Nairobi. Thank you, Your Excellency. Kamati maalum ya kuboresha utendakazi wa kaunti inayojumuisha maafisa wakuu kutoka serikali ya kitaifa na ile ya kaunti ya Nairobi imekutana kwa mara ya kwanza. Mkutano huo uliosimamiwa na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja uliangazia jinsi ya kukabili mafuriko jijini miongoni mwa masuala mengine yanayohusu utunzaji wa mazingira. Of course, the river regeneration coming at a time when we've had quite a disaster with flooding. Kulingana na mpangilio huo, shilingi bilioni 25 kutoka kwa hazina ya serikali kuu zitatengwa kwa ukarabati wa miundo msingi wa jiji, ukiwemo ujenzi wa miradi mbalimbali kama vile mitaro, barabara, madaraja, masoko na shule. Of course, what we costed last year was too much for the county. 25 billion. When you're running a 40 billion budget, salaries and all that, the county cannot do it on its own. Yeah. And that's why we need more resources, and I'm glad that now we are moving towards that. Chini ya mpangilio huo, mradi wa maji wa Ngethu Gigiri umetengewa shilingi bilioni 2.1 na unafaa kukamilika chini ya miezi 12. Mradi wa maji na majitaka Nairobi uliotengewa shilingi bilioni 3 utachukua jumla ya miezi 18 kutekelezwa. Mradi wa Nairobi River umetengewa shilingi bilioni 9, huku ile ya utoaji maji wa Gigiri Shauri Moyo ukiwekewa shilingi bilioni 3 katika muda wa chini ya miezi 12, na mradi wa kusafisha majitaka Kariobangi wa shilingi bilioni 6 ukifaa kukamilika kwa miezi 18. We shall use this as a framework to get additional resources through the appropriation in the national budget as well as the county budget. Kulingana na mkataba wa maelewano kati ya serikali kuu na ile ya kaunti ya Nairobi, kamati nyingine inayoongozwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi vilevile imebuniwa ili kuboresha utendakazi wa kaunti ya Nairobi. Kamati ya utekelezaji wa maelewano kati ya serikali ya kitaifa na ile ya kaunti inayoongozwa na gavana Sakaja na ambayo inajumuisha jumla ya makatibu 5 kutoka idara za mazingira, ujenzi, elimu, uchukuzi na nyumba itakutana kila Jumatatu. Kamati hiyo ambayo inajumuisha maafisa wakuu kutoka serikali kuu na vile serikali ya kaunti ya Nairobi, na ambayo ilikutana kwa mara ya kwanza hii leo, inawania kuunda mpangilio maalum ambao utaboresha utendakazi wa kaunti ya Nairobi. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi.